Alhamdulillah. Sisi kama chama ya ODM hatutoki kwa serikali ya broad based. Ulie, ukae, usimame, ulale, uamuke, sisi tutakaa ndani ya serikali ya nini? Mimi kuna watu wananiboingi kama wase wenye politician wako hapo wanasema ni kweli au si kweli, afu unasikia kweli gani? Ukweli gani? Ati tuko pamoja ama tuko pamoja? Tuko pamoja. Pamoja wapi? Pamoja wapi? Baada ya kushukuru wewe kwa kuchukua nafasi yako kuja, ya pili, vile tulivyosema tukiwa Mombasa wakati uliandaa iftar kwa Waislamu huko Mombasa, tulisema ya kwamba Mheshimiwa Rais, jamii ya Waislamu katika nchi hii ya Kenya kwa muda mrefu sana baada ya Kenya kupata uhuru wamepitia ubaguzi kubwa sana. Ni watu ambaye walikatazwa ID, passport, kazi, hijab, wamepitia shida nyingi sana katika nchi yetu. Lakini vile nilivyosema tukiwa Mombasa, baada ya serikali yako kuja kuna mabadiliko tumeona. Kuna mabadiliko kubwa tumeona kama Waislamu katika nchi hii. Hiyo ni kweli ama uongo? Ni kweli ama uongo? Tumeona ya kwamba jamii ya Waislamu sasa wamewekwa pahali pazuri kama Wakenya wengine. Hii jamii ya Waislamu, Your Excellency, in the previous regimes, sana ile regime ilikwisha juzi ambayo wewe ukachukua, wamepitia shida kubwa sana. Hawa watu ndio wameuliwa kushinda watu yote katika nchi yetu. Hawa ndio walikuwa wanawekwa mwili yao katika River Yala kila wakati. Huko Nairobi niko na list ya zaidi ya Waislamu 500 ambaye hawajulikani walikwenda wapi. Wazazi yao hawajui, mama hajui, baba hajui. Wamama wamelia huko Nairobi. Mtu akiwa na dini ya Kiislamu anabebwa kiolela na anauliwa. Now in this country now, wale wamefanya dhulma kama hizo, wameweka watu katika mto. Sasa ndio wanataka kuwa viongozi hapa Kenya. Mnakubali nyinyi kama Waislamu hiyo? Na haijakuisha hata miaka 2. Hata kaburi ya wale watu walizikwa miili yao zilipatikana bado haijakuisha. Bado iko mbichi. Sasa sisi Rais, tunakuomba kama Waislamu wapewe nafasi, wawe kama Wakenya wengine, kwa sababu hiyo ndio katiba mpya inasema, na tunataka tuongoze nchi yetu kikatiba. Na vile unavyojua hapa eneo hii ya Nyanza, Mheshimiwa Rais, ni eneo ambaye watu wanaishi pamoja, watu wamependana. Unaona, mimi mwenyewe ni mbunge huko Migori miaka 20 na ngapi. Ni watu ambaye wanapenda wenzao. Tunataka Wakenya wote wawe na hiyo mfano. Lakini ya mwisho nataka kusema hivi. Hii ni hafla ya kidini. Na lazima dini ziimarishwe na dini ziwe na nidhamu yao vile zinaamrishwa na vitabu vyao. Mheshimiwa Rais, ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu mimi naendanga misikiti kila wakati, lakini sijapewa nafasi ya kuongea ndani ya misikiti. Mimi naenda kuongea huko nje, ndio mimi nalumbana na watu. Nimeshangaa watu wanakaa kwenye makanisa, saa nyingine kwenye misikiti Jumapili, na watu wanatusi watu ndani ya misikiti. Wanaongea juu ya masikio ya watu, matako ya watu, kifua ya watu ndani ya kanisa. Na ukiangalia hiyo picha, wale wamevaa inaitwa nini, nguo kirasmi ya kidini, wamekaa nyuma, hata wengine wanapiga makofi. Nchi yetu imeenda huko chini lini? Na sasa mtu akijibu hawa huko nje, sio ndani ya kanisa, tena wanalia. Mwenye anajibu hawa hajajibu hawa ndani ya kanisa, amejibu hawa huko nje, sasa tena unalia. Hajasema kitu yote mbaya, amesema uache kukula mkate na uji saa 10. Hiyo ndio inafanya watu wananona. Saa 10.
Mimi nimetembelea mwingine mwenzao, amenipatia uji na mkate saa 10 na najua huyo mimi naongea juu yake ni nani. Hizo ndio vitu imeniharibu hii mwili. Sasa mimi ile kitu imenihuzunisha ni mambo ya kutumia sehemu za Mungu kama sehemu ambaye ya kutusi watu, ya kudhalilisha watu, ya kuongea juu ya watu vibaya. Hiyo ndio jambo ambaye imenihuzunisha sana kama mbunge na kama Mkenya. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, mabadiliko ambayo inafanyika katika nchi yetu ni mabadiliko ambaye haijawahi fanyika tangu tupate uhuru. Wakati umetutembelea huko Migori, mimi nilikuambia serikali ya mwisho ambayo ilifanya kazi katika eneo langu la bunge na Migori ni serikali ya ukoloni. Mimi sijaona serikali ya Jomo Kenyatta, ya Moi, ya Kibaki, ya Uhuru, sijaona chochote huko Migori. Wale wanajenga affordable housing, wale wanajenga mabarabara, wale wanajenga maji sahi huko, ni serikali hii ya broad based. Na kuna wengine ndani ya nchi yetu hapa wakiona fairness, wakiona equity, wakiona justice, it is injustice to them. Hawataki wengine wahusishwe katika serikali. Hawataki wengine wapate maendeleo. Hawataki wengine wahusishwe katika maendeleo ya nchi hii. Sasa hivi tunapata SGR. Inatoka Nairobi, imefika Nakuru, Narok, sasa inakuja hapa Kisumu. Nimesikia juzi mwenda wazimu ambaye tumeimpeach huko bunge anasema hii kampuni inatengeneza SGR ni kampuni mbaya, inaitwa CRBC. This culture of extortion must stop in our country. Wewe unaongea juu ya CRBC kwa sababu unataka kuextort hawa ili wakuje wakuongeleze. Hiyo sisi ndio tulikuwa kwa opposition, tunajua hiyo maneno. Wakati walikuwa wanajenga expressway ilikuwa mzuri. Wakati walikuwa wanajenga SGR kutoka Mombasa paka Narok ilikuwa mzuri. Wakati wanajenga barabara ya Thika Road paka huko Nyeri inafanywa dual carriage ilikuwa nzuri. Wakati wanaleta SGR kwenda kuja Kisumu ni mbaya. Sisi sio wajinga. Sisi sio wajinga. Lazima SGR ijengwe. Lazima SGR ikuje hapa Kisumu. Tena, Your Excellency, you are starting railway city in Nairobi. Tunataka railway city ianzishwe hapa Kisumu. Tuko na shamba ambayo tena imeshika bahari. Tunataka railway city ianzishwe hapa Kisumu. Sisi hatuwezi kudanganywa tena. Tumedanganywa ya kutosha. Kama wewe umekuwa impeached, umevutwa kazi kwa ukosefu ya nidhamu, kwa ujinga ya kuzaliwa naye, sisi hatuwezi kwenda na wewe barabara moja. Wangapi wanasema hivyo Waislamu? Nisikie kwa mkono. Sisi tutaungana katika serikali ya broad based ili watu wetu wapate maendeleo. Sasa president ameleta kitu inaitwa National Infrastructure Fund. Pesa chungu nzima, trilioni 10. Hiyo pesa itagawaliwa Wakenya wote. Kama ni ya samani ingeenda kwa wachache. Saa hii kila Mkenya atanufaika kwa hiyo pesa kimaendeleo. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe nyeusi, uwe nyeupe, uwe kabila gani, kila mtu atapata maendeleo. Koru Soin Dam itajengwa, Gogo Dam itajengwa huko Migori, maendeleo itaendelea kwa tabaka kila pali ya Kenya. Hiyo ndio wengine hawataki. Kwa sababu aliyezoea kunyonga hawezi kuridhika na ile imechinjwa. Wamezoea kunyonga. Mambo haifiki kwetu. Sasa kesho Mungu akitujalia president anazindua SGR hapa Kisumu. Tuje tusherekee. Kwanza pale inaanzishwa hapo. Pale inaanzishwa hapo ni Kibos. Waislamu walikuwa naishi pale miaka na mikaka. Viwanda vya sukari zote zimevuvuliwa. Wakulima wanalipwa pesa yao kwa wiki. Ukipeleka Jumatatu pesa yako ya sukari, miwa, Jumatatu nyingine unalipwa. Hiyo ndio maendeleo tunataka. Na hiyo ndio imeletwa na broad base. Ya mwisho nataka kusema hivi na kukumalizia. Party leader yangu yuko hapa. Chairman yangu yuko hapa. My former secretary general ile anzisha chama yangu yuko hapa. Sisi kama chama ya ODM hatutoki kwa serikali ya broad based. Ulie, ukae, usimame, ulale, uamuke, sisi tutakaa ndani ya serikali ya nini?
Majamaa mimi wamenibulanda sasa nini majenzi wamemosai kwa venye itakuwa na wanajipanga. Si kuna form fulani endelee huko Maria julikana kama nini tuko kadi. Si tuko kadi na maanishaje kila mjamaa aende akate kura na kuwe na kura. Sasa majenzi wameanza kujitokeza mjamaa. Mimi na kwa menibulanda nikao wamemosai kwa venye itakuwa. Hiyo siku ya kupiga kura kila mtu atakuwa koon. Bulanda. Usinipo Fake ustedi ukiwa proxy kila pedi kwa na doka we ni ngombe stena goat milioni kwanza na bob lile pipe tumedot kila mchoro wanza na dot naongeza skari mingi waulize to sky the limit ili video nyeshe tiris ya patiwe degree simanishi chebi kisema nilishika mili ile pressure kubwa ndo na Bades selector deno